Mtazamaji wa EATV, nipo hapa mkoani Geita na leo katika mjadala wetu tunazungumza kuhusiana na uchaguzi mkuu na kudumisha amani. Nimefika hapa kuweza kuzungumza na wananchi wa mkoa wa Geita. Wana maoni gani kuhusiana na tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao unatarajiwa kuweza kufanyika? Itakuwa ni siku ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka 2025. Wananchi wao wana maoni gani kuhusiana na swala la uchaguzi pamoja na kudumisha amani? Tutakwenda kuzungumza nao. Karibu sana tuweze kuambatana pamoja mwanzo hadi tamati. Kwa niaba ya wageni wangu ambao nipo nao kwa siku ya leo, mimi naitwa Edgar Nduru. Karibuni sana, tuende sambamba mpaka mwisho wa kipindi. Watu wanaenda kwenye kampeni, wanafanya kampeni zao, wanaondoka salama bila kuwa na fujo. Watu hawapigwi, hawajatumika hata ya mabomu labda kuwatawanya watu. Nafikiri kwa mtazamo huo uchaguzi unaweza kuwa ni wa salama zaidi. Amshamsha iko zipo, kila chama kina amshamsha yake. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba hakuna amshamsha, kwa sababu kila chama kina amshamsha yake. Basi mimi naona yote hiyo, kila chama kina amshamsha yake. Uchaguzi wa 2025 uko vizuri sana, kwa sababu vyama vilivyoingia kwenye siasa ya mwaka huu vimejipanga vizuri, wameenda kwa maadili ya maelekezo ya tume ya chama. Hakuna makando kando. Mimi kama mwananchi ningependa kusisitiza tufanye kampeni zenye amani ambazo hazina ushiria uvunjifu wa amani. Tumeweza kupiga kura, natakiwa ondoke kwenda nyumbani ili kuendeleza amani ya nchi yetu tulionayo tangu uhuru wetu. Jukumu la mwananchi ni kupiga kura. Baada ya kupiga kura ni kuondoka na tukio na kwenda nyumbani kutulia, kwa sababu ya kutunza amani. Hairuhusiwi kufanya maandamano wala kitu chochote ambacho kinaashiria uvunjifu wa amani. Vitu vinavyoweza kuvunja amani ya nchi ni uchaguzi kutokuwa wa uhuru na haki. Ili kulinda amani ya nchi, inatakiwa uchaguzi uwe wa uhuru na haki, na kila mtu alizike kuwa amefanywa haki katika kupiga kura na kuondoka kwenda kupumzika nyumbani baada ya kupiga kura. Unaona, mwananchi ambaye anajitambua ni yule anapiga kura, anaondoka, anaenda nyumbani, anasubiri matokeo yatangazwe bila ukisubiri labda kuna baadhi ya viongozi ni wachochezi kabisa vurugu ikawepo. Lakini kama utakuwa unajitambua, unapiga kura yako, pia ni usalama wako, unapiga kura yako, unaenda nyumbani, matokeo yatakayotangazwa basi unapokea. Na kama kuna mtu atakuwa labda analalamikia, kuna vyombo vya kufuatilia, atakata rufaa mahakamani kuliko kukaa labda mnasema tusubiri zihesabiwe hapa. Hiyo ndio mwanzo wa kuleta viashirio vya fujo. Kulinda kula maana yake ni kwa sababu unaposema utalinda kula huwa zinalindwa, kwa sababu kila chama kina wakala, na kila kula inahesabiwa, huwa wanahakiki, ina mawakala wake. La kuieleza ni kwamba utulivu kuanzia muda huu mpaka siku ya tarehe 29 unahitajika zaidi ili kuilinda amani tulionayo, tunu tulionayo kuanzia muda huu mpaka tarehe 29. Baada ya kupiga kura, kuna uongozi husika unahusika na zile kura, kuhesabu, kufanya 1, 2, 3. Mimi baada ya kupiga kura yangu ni kurudi nyumbani kutulia, tume ya matangazo mtangaze kwamba nani kashinda, nani kashindwa. Unafikiri vijana wana nafasi gani katika kulinda amani ya nchi? Vijana wana nafasi kubwa sana katika kulinda amani ya nchi hii, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya sasa, na vijana ndio wengi katika nchi hii. Vijana ninawashauri kwamba wasiwe na mihemko ambayo haina tija kwao, kwa sababu hao wanao labda mtu anayekushawishi au anayekuchombezea, yeye anakuwa mbali na hivyo vitu, hadhuriki. Lakini utakapokuwa umesababisha uvunjifu wa amani, inaweza pia kuwa ni ukaumia wewe mwenyewe ambaye umeshawishiwa tu pasi, yani bila faida yoyote, mambo kuingia tu kwenye mhemko ambao hauna manufaa kwako, bali kuna watu wanataka kukutumia, unakuwa kama wewe mtaji. Kwa hiyo vijana ninachowaomba tu wadumishe amani ya nchi hii, alafu baada ya uchaguzi kuna maisha. Sisi hatuhitaji vurugu. Uchaguzi kishapita upite, watu waendelee na shughuli zao za maisha, na vijana wajitume katika kufanya kazi. Ndio. Sawa.
Nikiingia kwenye mitandao ya kijamii kuna hofu kwa sababu kuna vitu vingi sana vinarushwa, vinasemwa, yani ni vitu vingi sana vya kutisha, kwamba kuna watu wanasema watatembea na petroli, anahamasisha kijana, anahamasisha watu kwamba mimi siku ya tarehe 29 hiyo nitakuwa na petroli. Unaona, anawashawishi watu waje na viberiti au vitu ambavyo vinahatarisha amani. Kwa upande fulani hiyo inanitisha mimi. Sipendi vitu kama hivyo, naogopa, na nafikiri Mwenyezi Mungu akinijalia hiyo tarehe 29 nikipiga kura yangu, nitatafuta sehemu tulivu, nitakaa nitulie niangalie siku hiyo inapitaje. Hii unalionaje? Kijana ana jukumu gani la kulinda amani tunapoelekea kwenye kipindi cha uchaguzi? Nashukuru ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri sana. Kijana ana nafasi kubwa ya kulinda tunu ya taifa hili, kwa sababu kuhusiana na hii mitandao iliyopo sasa hivi, ni kweli inaweza kachangia na nafasi fulani moja au nyingine kushusha amani ya nchi hii. Sasa kwa mimi kama kijana, nilikuwa na shauri na vijana wenzangu, pia na kulishauri jeshi la polisi kwamba linahusika na kuzuia masuala ya mitandao, kwa sababu nao yanaleta changamoto kuhusiana tunapoelekea kwenye uchaguzi na watu wanaongea tufanye 1, 2, 3. Kwa hiyo vijana wanaweza kaimkia kweli kule, lakini sasa kama jeshi la polisi lingeangalia upande wa pili, kuilinda hii amani ya nchi yetu tulionayo kwa muda huu, sisi kama vijana kwa napenda sana jeshi la polisi liingilie pale kuhusiana na hao wanaongea kwenye mitandao. Mitandao ina nafasi kubwa sana, vijana wana mambo mengi kuhusiana. Pengine unadhani amani ya kweli kwenye uchaguzi ni ipi? Wewe kwa maoni yako. Amani ya kweli kuhusiana na uchaguzi wa tarehe 29 ni ile Mtanzania mwenyewe apige kura mwenyewe na kisha aondoke, asubiri matokeo yatangazwe na tume husika, ndio amani itakapopatikana ya kweli. Lakini sio kukaa pale kwenye tukio taleta chachu ambao haihitaji. Tanzania tunahitaji kuboresha nini ili chaguzi zinazokuja na huu hapa uwe wa amani pamoja na utulivu? Sehemu gani ya kuboresha? Sehemu ya kuboresha, sisi kama Watanzania na mimi kama kijana ninashauri kuboresha ni sehemu chache kuhusiana na shule zetu tu. Yaani shule za wanafunzi hizi tukiwaboresha ile elimu yao ikawa sawa, huko kwenye uchaguzi sehemu ndogo sana. Lakini wengi wao wanakuwa hawana ile elimu ya uchaguzi. Ndio hapo tunapofeli. Tutapokupata elimu ya uchaguzi, tutauingilia uchaguzi kwa uzuri, yani wa hali ya juu. Nini kiboreshwe katika uchaguzi unaokuja na zijazo ili kuwepo na amani na utulivu? Kwanza mimi nilikuwa nafikiri na somo la uraia kwanza lingekuwa likifundishwa shuleni kwa ukubwa zaidi, kwa upana zaidi, kwa sababu watu wengi wanakuwa tu wana mihemko kiasi kwamba yani anapopata mtu labda yeye kamwambia kitu fulani hana elimu na mambo ya kula, basi anakuwa mara nyingi watu wana mihemko. Kwa hiyo maboresho mimi nilikuwa nafikiri kwamba tume ya uchaguzi iwe inatangaza matokeo, aliyeshinda ndio atangazwe. Na masuala mengine ya kama mtu anakuwa analalamika, basi angaliwe kwa kina, je, yana ushahidi? Mimi niseme kwamba sina la ziada kutoka hapa mkoani Geita. Umesikiliza maoni ya watu ambao nimeweza kufanikiwa kuweza kuzungumza nao hapa mkoani Geita kuhusiana na mada yetu kwa siku ya leo. Mimi niseme kutoka hapa mkoani Geita sina la ziada. Muda sio mrefu utakwenda kujiunga na mwenzetu Kadislaus Ezekiel kutoka pale Kigoma, naye atakuwa na mengi ya kuweza kukujuza kwa siku ya leo.